Hizi ndio faida 5 za kuanza mwaka 2026 kwa kufunga na kuomba. Inawezekana mwaka 2025, inawezekana ulifeli au ulishindwa kuperform baadhi ya mambo fulani kwenye maisha yako. Lakini mwaka 2026 tunaanza kivingine. Tunaanza kiutofauti kabisa ili kuhakikisha mwaka unakwenda vizuri. Faida ya kwanza ni utapata nguvu ya kusonga mbele. Tunaona kwenye Luka 4 mstari ule wa kwanza Yesu anaingia kwenye mfungo, na Luka 4:14 Yesu anarudi kwa nguvu baada ya mfungo, anawatangazia kuwa Roho wa Mungu yupo juu yake. Ukiingia kwenye mfungo na kuomba, utavikwa nguvu mpya na kuendelea mbele. Mwaka 2026 utakuwa na nguvu kwa sababu tu ulianza kwa mfungo. Tunaona baada ya Yesu kutoka kwenye mfungo, akaendelea kufanya huduma kwa ujasiri mkubwa kwa kuwafungua na kuwaponya watu. Sababu nyingine au faida ya pili, kufunga kuna kuletea ulinzi na usalama. Ezra ile 8 mstari wa 21 na ule wa 23. Wakati huo Ezra alikuwa Babeli, mbali sana kutokea Yerusalemu. Ezra alifahamu huko njiani wako maadui wengi sana, akawa anawaza atafikaje salama. Akaona hawezi kumwambia mfalme ampe ulinzi, bali akaona amkabidhi Mungu hiyo safari. Mkono wa Bwana hutembea na wale wamtafutao. Maajabu ya Bwana yanadhihirika kwa wao wamtafutao. Hivyo ukitaka ulinzi, ni vyema kuanza mwaka wako kwa mfungo, kuomba Mungu aachilie ulinzi. Faida nyingine ni kuwekeza kutimiza shauri la Mungu, yaani kutimiza mapenzi ya Mungu. Maombi yanakupa nguvu ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ukitaka mwaka 2026 utembee katika mapenzi ya Mungu, basi anza kwa mfungo na maombi. Kutoka 34:27 hadi 28, Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Lakini faida nyingine ya 4, kufunga kuna chaji maisha yako ya kiroho. Utu wako wa nje ujapochakaa kwa kufunga, utu wako wa ndani unakuwa imara na kupata nguvu mpya. Unapofunga, nguvu za Mungu huongezeka kwenye maisha yako. Usiusikilize mwili unaochakaa, bali utiishe mwili uweze kufunga na kuomba. Jiandae kufunga na kuomba kwa kwanza mwaka 2026. Faida nyingine ya 5, kufunga na kuomba ni namna pekee ya kuwasilisha mahitaji yetu mbele za Mungu. Ukisoma ile Mathayo 7:7 hadi ule mstari wa 8, kupitia maombi tunapata mambo ambayo yalishindikana katika hali ya kawaida au katika hali ya kibinadamu. Anza leo kufunga ili Mungu akusaidie kutoka kwenye changamoto, kutoka kwenye maswaibu mbalimbali ya mwaka 2026, ukafanye yale ambayo yanampendeza Mungu. Mwaka 2026 upande viwango na viwango, ukawe hodari ili ukafanye mambo makuu ambayo Mungu anataka uyafanye ndani ya mwaka 2026. Mungu na akubariki sana.